Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Mafinga Catholic TV, hapa mbele yako ni mtoto wa Real Hope. Huyu mtoto ndiye yule ambaye kama ulitazama adhimisho la misa takatifu amesifiwa sana na baba padre aliyetuongozea. Baba Msofu ametuongozea adhimisho la misa takatifu. Nataka tuongee naye kwa uchache aweze kutueleza ni hiki kitu kikubwa anachokifanya kimeanza lini, amekigundua vipi? Kwanza wewe unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Matrida Shaibu Kilangi. Ndio. Ni mkazi wa Mgololo, parokia ya Mafinga. Kumbe ni mkazi wa Mafinga kabisa. Kwa hiyo parokia ya Mgololo, si ndio? Ndio. Hichi kipaji nilicho nacho cha kuimba ni kwa sababu tu mama, napenda kuimba. In short, kwa sababu mamangu mimi anapenda kuimba na ndio maana na mimi napenda kuimba. Mamako ni mwanakwaya. Kwa hiyo umefuatisha nyendo za mama yako. Nataka unipe kidogo historia yako. Ulianza ukiwa mdogo, nilikuwa unaenda na mama yako kuimba au ilikuwaje? Hapana, kuimba nimeanza kupenda sana baada ya kuingia kidato cha 3. Ndio. Ila nakumbuka wakati nikiwa mdogo niliwahi kumwambia mamangu mimi kuimba sio kipaji changu, na mamangu akasema ikiwezekana kuna siku itawezekana ukapenda, labda utaanza kuwa mwimbaji mzuri, na akaniombea, ndo kama hivi nimefika hapa nilipo. Kwa kweli mimi binafsi ninafurahi sana huwa ukifanya zile solo, ukiwa unaimba zile zaburi. Nataka kujua ni nini siri ya mafanikio yako? Ni unafanya mazoezi sana au it's by nature? Kwanza, kufanya mazoezi ni kitu fulani ambacho ni cha kawaida. Nikitoka kusoma, labda nikiwa darasani, nashika misale, naanza kufanya mazoezi hivyo. Lakini kwa kusema kwamba ni kipaji changu by nature ni uongo, kwa sababu mwanzo kabla wakati naanza kuimba nilikuwa nakosea, wakati nipo kwenye misa, wakati nilikuwa na panic, nilikuwa naogopa, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda najikuta ni hivyo, nimeshakuwa mzoefu. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Unaniruhusu? Mimi nataka nikwambie kwamba hiki ni kipaji chako. Niulize kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu kipaji sio kitu ambacho kinakuja kama kiko complete. Umenielewa? Ni kitu ambacho kinakuja kama mbegu ambayo inahitaji uimwagilie maji, mbegu ambayo itahitaji ukaiparilie, si ndio? Mbegu ambayo inahitaji uiwekee ulinzi ili sije kafanya nini, ikanyauka, si ndio? Kwa hiyo hata wewe hicho kipaji ni chako. Wewe una kipaji. Lakini kikuwa na kipaji pekee haitoshi. Unatakiwa uwe na juhudi ya kukinoa. Umeelewa? Kwa mimi leo nataka nibadilishe mentality yako ya kwamba hiki ulicho nacho wewe ni nini? Kwa hiyo usiseme kabisa kwamba hicho sio kipaji chako. Wewe ni kipaji chako. Hongera sana. Kwa kweli ninafurahishwa sana wakati wote ukifanya hizo, ukiwa unaimba. Na mimi nikusihi sana uendelee kuwafundisha na wengine. Si umesikia kwenye mahubiri ya baba ukiwa na kidogo mgawie na mwingine, si ndio? Yani njia ya wewe kukua sio kukaa nacho peke yako. Ukipata nafasi ya kukaa na wanafunzi wenzako, jaribu kuwafundisha na wenyewe ufanye nini, wajue, kwa sababu mara zote ukiwa unafanya hivyo wewe mwenyewe unaendelea kuimarika zaidi. Na nataka nikukumbushe kwamba kuzima mshumaa, kuna ule usemi ambao Waswahili wanasema kwamba kuzima mshumaa wa mwenzio haimaanishi kwamba mshumaa wako utafanya nini, utawaka zaidi. Umenielewa? Kwa hiyo kwa maana hiyo usidhani kwamba wewe ukichukua wanafunzi 5, 6 au 10 ukawafundisha namna ya kusolo vizuri ya kwamba wewe kipaji chako kitafifia. Hapana. Umenielewa? Chukua wenzako, wafundishe namna ya kuimba, wao unajua, ili muwe wengi. Wewe unaonaje mkipatikana watu 20 kwenye kwaya yenu pale, mkao mnaimba vile unavyoimba wewe? Kwaya itakuwa inaimbaje? Si vizuri zaidi? Kwa hiyo mimi ninakusihi sana, nakupongeza sana, na Mungu akubariki. Asishie tu kukubariki katika kuimba, hadi kwenye masomo yako. Na Mungu akusaidie kukutimiza malengo yako. Sawa? Unawaambia nini? Toa neno kwa watazamaji ambao watakuwa nakutazama kuanzia sasa mpaka wakati wote. Nawaambia kwamba katika kukuza na kuendeleza vipaji ni kutokuanzia udogoni, sio kuanzia utuzima. Unasema ngoja nisubiri umri fulani labda ndio nianze labda kusema naanza kuimba ili nifike sehemu fulani, lakini inabidi uanze kukuza kutoka ukiwa mtoto, unakuza kipaji chako taratibu. Na hivyo kama mimi nimeanza kuimba hivi, kadri siku zinavyokwenda napata watazamaji wengi wananitazama, wananipenda ninavyoimba. Na mimi napenda kuvutiwa sana na mwimbaji
msemaji mmoja anaitwa Anastasia Mwema. Ndio. Nilikuwa nimemfuatilia sana. Natamani siku moja na mimi niwe kama yeye. Kwa kweli kama atapata nafasi ya kukusikia basi nadhani itabidi akutafute. Unaitwa nani tena? Naitwa Matrida Shaibu Kilangi. Anaitwa Matrida Kilangi. Tunakushukuru sana Matrida, na uwe na masomo mema.